kama mtanipa hii nafasi, nitahakikisha tutakwenda kukaa pamoja na wananchi wangu wa Saranga kuona ni namna gani tunakwenda kujikwamua kiuchumi, lakini pia na mimi kwenda kuongeza pato kwenye halmashauri, hususani kwenye kata yangu ya Saranga, maana hicho ndio kitakuwa kipimo cha utendaji wangu kwenye upande wa serikali. Hivyo ni lazima tuwe na miundombinu, lazima tuwe na miradi ambayo itawaingizia wananchi wangu wa kata ya Saranga kipato, kuhakikisha kwamba tunakwenda kuwatoa kwenye hilo eneo. Na niwaambie ndugu zangu, serikali ya Chama cha Mapinduzi imejipanga vyema. Lakini ndugu zangu, mengi yamezungumzwa na kaka zangu waliopanda hapa na viongozi wangu wengine ambao wamesema katika nafasi nyingi, na kwa ujumla wake walichokizungumza na mimi nilichokisema, haya yote yanatokana na ilani ya Chama cha Mapinduzi. Hivyo basi, twendeni tukachague viongozi wanaotokana na Chama cha Mapinduzi kwa ajili ya kuhakikisha wanakwenda kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi iliyozinduliwa ya 2025-2030 kwa kuweka viongozi kwenye ngazi ya urais, kwenye ngazi ya ubunge na kwenye ngazi ya udiwani wanaotokana na ilani hiyo, ambayo sio wengine ni Chama cha Mapinduzi, ili waende kukamilisha wale ambao waliotuahidi. Ndugu zangu, najua nyinyi wananchi wote mnatambua na mnaamini, kama alivyosema mwenyezi wangu wa kata miaka 5 iliyopita kwenye eneo la Saranga, lakini pia kwenye mtaa Ukombozi, sio sasa tunavyozungumza. Nikiamini kwamba maendeleo yote ni mchakato, na huu mchakato ni lazima uwe na viongozi thabiti wanaojitoa na kujituma na kwenda kuisimama vyema kwa ajili ya wananchi wao. Sisi tuko tayari kutumika na wananchi, hususani kwenye kata ya Saranga, lakini pia kwenye jimbo la Kibamba na ngazi ile ya urais, hususani kwa taifa lote kwa ujumla, kwa sababu jukumu la kupiga kura ni jukumu la kikatiba. Hivyo kila mwananchi ana haki ya kumpigia kiongozi anayemtaka. Lakini lingine amesema, hususani vijana, huu uchaguzi ni wa vijana. Vijana ndio mnaweza kufanikisha uchaguzi, na vijana ndio mnaweza kufurisha uchaguzi. Kwa nini? Tukiangalia nchi nyingi, maeneo mengi, watu wanaoandamana sio wazee bali ni vijana. Vijana wangu, najua mna matumaini makubwa na kesho yenu. Msiingie kwenye mtego wa maandamano, mshaharibu mkaharibu future yenu ya kesho, kwa sababu naamini nyinyi bado mna kesho nyingi. Hawa wanaoambia muandamano, bahati mbaya zaidi hamjawahi kukutana nao, bali wanatumia platform ya mitandao. Hizi ni propaganda, achaneni nazo. Nyinyi kama vijana, hamasisheni vijana wenzenu, mwende mkapige kura, mkamchague rais wetu, mkamchague mbunge wetu, lakini mkamchague diwani, kuhakikisha kata yetu ya Saranga, Chama chetu cha Mapinduzi kinapata wagombea wote watatu kwa ngazi ya diwani, mbunge pamoja na rais. Baada ya kuzungumza machache, kwa kumalizia, niwashukuru wakazi wote, wananchi wote wa kata ya Saranga na maeneo yote yaliyo karibu nasi. Ndugu zangu, ninalo jukumu kubwa la kwenda kuwatumikia, na mimi kama kada mtiifu, kama mgombea ninayetokana na Chama cha Mapinduzi, niko tayari kuwatumikia kwenye kata yangu ya Saranga. Kwa majina naitwa Mohamed Tumaini Mjema, katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi kata ya Saranga. Asante sana ndugu mwandishi wa habari. Napenda nikupe taarifa hali ya kisiasa kwenye kata ya Saranga. Hali ya kisiasa kwenye kata ya Saranga iko shwari, Saranga imetulia. Wananchi wa kata ya Saranga wamemuelewa na wanamkubali mgombea wetu wa Chama cha Mapinduzi, ndugu yetu Injinia John Jeremia Sanga. Kama unavyoona, wanajitokeza kwenye mikutano kwa wingi kuja kumsikiliza, na wamemuelewa na wamekiahidi Chama cha Mapinduzi kwamba tarehe 29 mwezi huu wa 10 waenda kukipigia kura Chama cha Mapinduzi kwa nafasi ya urais. Daktari Samia Suluhu Hassan anakwenda kupata kura za kutosha kwenye kata ya Saranga. Lakini pia mgombea ubunge jimbo la Kibamba, mama yetu mpendwa, kipenzi cha wana Kibamba, Angela Jasmine Kairuki, naye anaenda kupata kura nyingi za kutosha. Hiyo pia haitoshi, mgombea udiwani kwenye kata ya Saranga, ndugu yetu John Jeremia Sanga, naye anaenda kupata ushindi wa kishindo tarehe 29 Oktoba kwa ajili ya kwenda kuwatumikia wananchi wa kata ya Saranga. Kata ya Saranga John Sanga anaenda kuipokea ikiwa na changamoto chache ambazo Sanga anaenda kuweza kuzimaliza, ikiwa ni miundo
miundombinu ya barabara, pamoja na tatizo la maji ambalo limeshaanza kushughulikiwa na serikali sikivu ya Chama cha Mapinduzi. Mkuu wetu wa wilaya Ubungo, Mheshimiwa Albert Msando, amefanya kazi kubwa na watu wa DAWASA kuhakikisha kwamba maji yanapatikana kwenye kata ya Saranga, hasa maeneo ya mtaa wa Ukombozi na mtaa wa Saranga. Tunaenda kushinda kwa pamoja. Kidumu Chama cha Mapinduzi!